Clemence Mwandambo alikamatwa Mbeya na mpaka hivi sasa kesi yake imehamishiwa Dar es Salaam. Lengo kubwa ni nini haswa kesi yake kuhamishwa Dar es Salaam, na je, ataweza kufuatilia mahakama Dar es Salaam kutokea Mbeya mpaka Dar es Salaam? Asante. Bila shaka uko salama ndugu yangu Mtanzania. Mimi nikasema hapa leo tuwe tunatafakuri fupi ambayo itamhusu Clement Mwandambo. Mzee huyu kila mmoja anamfahamu. Clement Mwandambo alikamatwa wiki 3 zilizopita, alikamatiwa Mbeya akitumiwa kwa makosa mbalimbali ya mtandao, lakini baadaye alisafirishwa kutoka Dar es Salaam, kutoka Mbeya mpaka Dar es Salaam. Na wakati yuko Mbeya, ndugu wa karibu, marafiki zake na familia hawakuruhusiwa kumuona. Alikamatwa na jeshi la polisi, baadaye alishikiliwa kama mateka kwa sababu hakuwa na uhuru wa kukutana na ndugu zake, wala ndugu zake hawakuruhusiwa kumpelekea chakula kipindi chote ambacho alikuwa anashikiliwa na jeshi la polisi. Sasa fikiria, Clement Mwandambo kesi yake ni uchochezi. Clement Mwandambo kesi yake ni uchochezi. Kutoka Mbeya mpaka Dar es Salaam ni takribani kilomita 800 na zaidi kutoka Mbeya mpaka Dar es Salaam. Clement Mwandambo aliyetumia uhuru wake wa kutoa maoni yake kwenye nchi yake amesafirishwa na gari la private kutoka Mbeya mpaka Dar es Salaam. Amepita mkoa wa Njombe, mkoa wa Iringa, mkoa wa Morogoro, mkoa wa Pwani, akafikishwa mkoa wa Dar es Salaam kutoka Mbeya. Kesi yake ni uchochezi. Hana kesi ya uhaini, hana kesi ya ugaidi, hana kesi ya mauaji. Kesi yake ni uchochezi, kesi inayodhaminika. Amefikishwa Dar es Salaam, ameishi kwenye vituo vya polisi visivyojulikana zaidi ya wiki 3. Ndugu zake, familia yake hawajui halipo. Nataka kusema nini? Ufujaji wa fedha za serikali. Unamkamata mtu Mbeya, kesi ya uchochezi, unatumia gari la serikali, mafuta ya serikali, posho ya serikali, kutoka Mbeya mpaka Dar es Salaam kumsafirisha Mwandambo aliyetumia haki yake ya kikatiba kutoa maoni. Sio ujinga huu? Sio ujinga? Yaani wewe fikiria, Mwandambo amesafirishwa kutoka na gari private, yaani gari private ya serikali, mafuta ya serikali, kutoka Mbeya mpaka Dar es Salaam kwa kesi ya uchochezi. Amefikishwa Dar es Salaam, amepelekwa mahakama ya Temeke, mahakama ambayo hana mjomba, hana shangazi katika jiji la Dar es Salaam. Ndugu zake wote wako Mbeya. Kosa ametendea Mbeya, lakini amekuja kushtakiwa Dar es Salaam. Kwa sababu gani? Wamemsafirisha wamtoka Mbeya kuja Dar es Salaam ili kwanza wamfilisi kiuchumi, kwa sababu kila tarehe ya kesi atakuwa anatoka Mbeya na kuja Dar es Salaam. Hilo la kwanza. La pili ni gharama ya nauli kutoka Mbeya kuja Dar es Salaam, gharama ya chakula ya kula njiani, atakuja Dar es Salaam, gharama ya kulala Dar es Salaam, kwa sababu huwezi kumaliza kesi. Kama kesi itaenda mfululizo, basi utatakiwa ulale Dar es Salaam. Mahakama ya Temeke, Dar es Salaam. Sio mkazi wa Temeke, sio mkazi wa Dar es Salaam, ila kesi yake imefunguliwa Dar es Salaam. Wakati nasema mtuhumiwa, katiba inasema mtuhumiwa atashtakiwa eneo ambalo ametendea kosa. Kosa ametendea Mbeya Mwandambo. Dar es Salaam amekuja kufanya nini? Ndio maana tunapigania katiba mpya. Wewe Mtanzania unanisikiliza, usijione huko salama. Sio kwa Mwandambo peke yake. Ni Watanzania wangapi wamefanywa hivyo, wamekamatiwa Mwanza, Mara, Dodoma, ameletwa Dar es Salaam. Kwa sababu tu kuna mtu anatumia fedha vibaya ya serikali, anaweza kumchukua mtu yeyote akamsafirisha kwa kesi ya kijinga, ina mbele wala nyuma, kama hii ya Mwandambo. Mwandambo amempatia masharti ya dhamana. Ndani ya mwaka mmoja hatakiwi kutenda kosa lingine. Sio hukumu ya mahakama, haya ni masharti ya dhamana yake. Ametakiwa na mahakama kutoa password zote na akaunti zake zote kwa jeshi la polisi. Hivi nchi ni ya namna gani? Yaani tunachukulianaje? Kwa mfano, ndio tuache kunyamaza kwa haya, kwa ujinga ambao mnaendelea kufanya? Ndio tutaacha kunyamaza? Kwa kweli hatuwezi kuacha kunyamaza. Tunataka nchi ambayo inafuata misingi ya kidemokrasia, misingi ya haki, kila mtu anapata haki katika taifa. Hatuwezi kunyamaza. Kesi haziwezi kutunyamazisha. Kukamatana, kufichwa haiwezi kutunyamazisha. Mmeteka watu haijanyamazisha. Mmeua watu haijanyamazisha. Tunataka kila Mtanzania apate haki katika nchi yake ya Tanzania.
Na nyie UVCCM na CCM yenu mnaokuja kucomment kwenye mitandao ya kijamii ya zihaka matusi kila siku, hampo salama. Ndugu yenu Choncholi kutoka kule Mara, mwana CCM mwenzenu Choncholi aliyetekwa na CCM, alikuwa diwani wa Chama cha Mapinduzi, mjumbe wa NEC ya serikali ya Chama cha Mapinduzi. Wewe unayekuja kutukana, hata sio balozi wa Nyumba Kumi, hata sio mwenyekiti wa serikali ya mtaa, mwenzako mjumbe wa NEC wa CCM ametekwa, mpaka leo hajulikani halipo. Alikuwepo Kanguye wa Kigoma, alikuwa ni mwenyekiti wa halmashauri ya CCM, mpaka leo ametekwa, hajulikani halipo. Sembuse wewe unakuja wewe Sembuse wewe mjumbe wa Nyumba Kumi unakuja kucomment hapa, sisi uturudishi nyuma, tunasonga mbele kwenye mapambano yetu. Kwa hiyo namaanisha nini? Hakuna aliye yuko salama. Tutaendelea kusema ukweli, hatuwezi kunyamaza mpaka siku tutakapopata haki kwenye nchi yetu ya Tanzania. Asante. Mwenyezi Mungu awabariki sana, na wale wote mashujaa waliotangulia mbele ya haki, waliouawa na serikali ya Rais Samia siku ya 29, tunawatakia heri na Mwenyezi Mungu azidi kuwapatia rehema ya milele. Thank you. Asanteni sana.